niko na my winning team hapa, tuko kwenye kikao, tumeandaa vitu vizuri sana. Nikasema leo nisiingie peke yangu, niingie na watu wangu, tuwape update ya kile kinachoendelea. Kikubwa ni kwamba mambo yameenda vizuri, gari tumelipata. Jana niliingia live lakini ilikuwa watu wachache kwa usiku. Yeah. So, ngoja nimkaribishe. Nimkaribishe dada yangu hapa na partner wangu, dada Lilian Mwasha, tuweze kuzungumza vizuri sana. Updates za hapa na pale, lakini I think umesema Monday kuhusu nini ile press. Yeah, I think tutafanya Monday. Okay. Kwa hata leo tutaongea lakini sio kile kivile kwa sababu tutakuwa tuna a proper press conference on Monday. Bwana Yesu asifiwe sana sana sana. Tunawasalimia, tunawapenda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Wewe ambaye unampenda Yesu, wewe ambaye umesaidia kwa njia moja au nyingine, hata wewe ambaye humjui Yesu, tuna appreciate kile ambacho umefanya. Tuko hapa kukupa update ya kile kinachoendelea katika movement nzima ya kumsupport dada yetu na mtumishi wa Mungu mpako wa mafuta Upendo Nkone. Nataka tu nikueleze kwamba this is not a joke, ni kitu ambacho kimetokea na ni Mungu mwenyewe amekiruhusu. Unaweza ukasema kwa nini Upendo, lakini niko hapa kukuambia Mungu akikuchagua, Mungu akiwa upande wako, vitu vinakuwa vizuri kabisa. Yes, so niko hapa kucongratulate kila mmoja ambaye ametoa. Trust me, kuna sadaka za, unajua rest jana umpata sadaka ta 1000, kuna sadaka za 500, kuna sadaka 5,000, 10,000. Oh my God, there's a lot. Yani viduchu lakini yes. Abana haba ujaza kibaba. Yes. So we thank each and every one of you kwa kile ambacho mmefanya kuhakikisha kwamba hii safari inakuwa ni njema. Mwenyezi Mungu amempatia kijiti mdogo wangu Resty, and she is doing an amazing job kwa kweli. Na Resty, kitu kimoja inabidi umshukuru Mungu ni kwamba umeaminika. Umenielewa sio kitu chepesi sana. Unajua mimi naweza nikawa nina upepo mwingine kabisa, nina mafuta mengine, lakini nikiitisha pesa like the way you've done, nisingeweza kupata pombe hata shilingi 10,000. I'm telling you, and the grace, you know, you need to just appreciate ile grace ya mtu. Kwa hiyo Bwana, hii grace unayo wewe, umeaminika na umeitendea haki, because nimeangalia things are happening. Kwa hiyo update tunataka kukupa ni kwamba team kwanza ya kamati hii tuko wachache sana. We are about 1 2 3 4 5 people, 5-6 people maximum. Yeah, na kitu ambacho tulifanya ni kuhakikisha kwamba gari linapatikana. Na niko hapa kwa kudra za Mwenyezi Mungu, gari limepatikana. Hallelujah. Nitawapa tu hint. Limepatikana, ni zuri, ni gari jeusi. Ni gari gani kwa kweli sijui, na ni jeusi kwa sababu mwenyewe dada Upendo ametaka gari jeusi. So it's a black car, very nice car ambayo tayari limepatikana. Kuna watumishi ambao wako pamoja na sisi kwa hiyo next week sasa tunataka kupa mlolongo wa next week. Next week tutakachokifanya, kwanza tutafanya press conference kwa sababu tunataka kumkabidhi gari kwa kishindo kikubwa. Kwa hiyo tutafanya press conference kukuelezea hii gari atapewaje. Sawa, na vile vile kutakuwa kuna watumishi wa Mungu ambao wataiwekea hii gari wakfu. Kwa hiyo next week pia tutakuwa tunazunguka kwenye makanisa au sehemu ambazo dada Upendo amekuwa akiabudu. Ili gari litakuwa lina a bit of tour. Yaani gari kabla halijamfikia mtumishi wa Mungu Upendo litakuwa linazunguka kwenye madhabahu ambayo Upendo Nkone mtumishi wa Mungu amehudhuria na anafanya, na watumishi wamekaribisha kwenda liwekewe mafuta, liombewe. Sawa, alafu Jumatatu tutakuwa tuna press conference ya kukuelezea ni vitu gani ambavyo vitafanyika. Lakini Alhamis, do we say the date my darling? No. Okay. Lakini next week ndio tutamkabidhi hilo gari. Litakabidhiwa wapi? Kina nani watakuwepo? Nini kitatokea? Matangazo na kila kitu mtakuwa mnakiona kwenye account ya mtumishi
wa Mungu. I'm right kusema mtumishi wa Mungu. Yes, right? yes. Yeah. Kwani msimtumiki Yes, Mungu dada? you are my darling. Mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu. Rest Napenda Bora. Mungu sana. Hallelujah. I know that my love. Hiyo ninaweza nikasimama nikasema. Kwa hiyo utaona kwenye akaunti yake akiwa anaelezea tutakuwa tunafanyaje. Sina mengi sana kusema, kumbuka nimekwambia hii timu iko na watu. Kwa hiyo if you have a question, una swali lolote, una idea yoyote, tafadhali, apart from idea ya gari gani tumnunulie, kwa sababu as we speak gari limeshanunuliwa. Si unanielewa mpenzi wangu, gari tayari limeshanunuliwa. So if you have any idea ya kitu gani kifanyike siku hiyo ya event, ni gospel artist gani unafikiria awepo, lakini nataka tu kukupa hint moja. Dada Upendo ataimba zile hivi. Ulikuwa unajua wimbo wa Dada Upendo Nkone wa kwanza kabisa, yani ule wimbo wa kwanza kabisa ambao alikwenda studio akaurekodi. Unaujua ni wimbo gani? Siku hiyo ataimba. Je, unajua kwaya ambayo waliimba nayo? Kwa sababu Dada Upendo kuna nyimbo ameimba alafu akaimba na kwaya, specific kwaya ambayo alipanda nayo na karekodi nayo. Unaijua hii kwaya? Guess what? Itakuwepo siku hiyo. Je, unajua kuna some leading choirs hapa Tanzania ambao wanafanya vizuri wakiwa katika madhehebu tofauti tofauti? Guess what? Watakuwepo. My God, I'm so excited. Je, unajua kwamba Dada Upendo ana madada zake ambao wanawatazama na makaka zake ambao wanawatazama katika gospel industry na katika utumishi? Watakuwepo. Ni dada zake ni nani? Do you know baba wa kiroho wa Dada Upendo Nkone ni nani? Mama wa kiroho wa Dada Upendo Nkone ni nani? You will be able to see kwa ufupi her history itajulikana na kuonekana hiyo siku ambayo tutakupa na kukuelezea. Nisemeje zaidi ya kusema ninakupenda sana. Wewe ambaye umefuatilia na wewe ambaye unapenda kazi ya Dada Upendo, Mungu azidi kukubariki, Mungu azidi kukutetea na Mungu azidi kukuongezea pale ulipotoa. Iwe ni pesa kubwa, iwe ni pesa ndogo, iwe ni muda. Let the God we serve keep blessing you in the mighty name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Ninarudisha kijiti kwa Dada Rest Bora, mtumishi wa Mungu. Amina. Yeah. Jamani, wewe ndio partner wangu au winning team ambayo tunashughulika na jambo hili. Jambo ni zito. Seriously. Look at my eyes, we are exhausted. Oh my God. Unaona mimi let me tell you, nimevaa miwani sio kwa sababu ya nini. Yaani unajua nikivua miwani nimevimba huku macho because we don't sleep. Yaani hakuna kulala. Na nisipovaa miwani sioni, nimechoka hatari. Lakini tumekuwa tukifanya kazi hatulali. But for the grace of God, Mungu anafanya kwa ukubwa sana. Natamani uone baadhi ya team members ambao wapo wakusalimie tu japo kidogo. Team hii ina wanawake zaidi. Tuna wanaume 2 na wanawake 4. Of course, the leaders ni Dada Rest na mimi hapa, lakini tuwapo ambao wanatusaidia, watawasalimia. Okay. Dada Rest, do you think they should say hi? Yes, yes. Yeah. Tuko na mdogo wangu hapa. Unaweza kujitambulisha. Mdogo wangu anaitwa Kenan. Jina la kizungu. Jamani, naitwa Kanen. Nafurahi sana kwa pamoja na hii team. This is the winning team. Yeah. Pastor Pam. Tuko na Pastor Pam. Wow, hi Pamela Bishota. Asanteni sana kwa moyo wa kujitoa na kwa kazi njema ambayo umefanya kuhakikisha hii shughuli inafanikiwa. Mungu awabariki sana. Okay, media guys. Tuko na kaka yetu. Huyu ni mtu anajua vipengele vya kuandaa event. Mtu mwenye mambo yake mjini. Ana connection nyingi sana yani. Anaitwa kaka Fadhili. Kaka Fadhili uongee. Yeah. Sisi tunasema ile jambo la Mungu. Mungu kafanya tumekuwa hapa. Yeah. Na Mungu amefanya nyie mko hapo pia kwa ajili ya jambo hili kubwa la kiibada, kiimani. Kwa hiyo tunawashukuru na watu waendelee kutupa support katika kufanikisha jambo linavyokwenda kuisha. Liishe vizuri kama lilivyoanza. Amina. Tumeanza pamoja na tumalize pamoja. Kwa hiyo sababu bila wao mambo hayaendi. Mambo mengi sana yameanzia huku. Yes. Na yametupa energy huku mtandaoni. Okay. Abdul tunataka tu nani tu kamera. Geuza kamera. Akiwa katika ubora wake yule kule. Yuko busy. Hebu njoo useme lolote. Hawezi kusema. Cha kusemea haya. Kijana wetu anayetuchukua video. Abdul, come and say hi.
Yuko kwenye kazi. Subiri arudi. Yuko kwenye kazi. Yuko kazini. Okay. All right. Okay. Huyu anasema msizungushe gari. Please, maana mtazunguka makanisa mangapi? Tuachie sisi. Timu imejipanga. Timu imekaa hii. Timu lazima iwe natua, lazima iguse madhabahuni kama Abdul, umesogea karibu Abdul. Okay. Yeah, okay. Hii ndio winning team. Kwa mfano kama leo leo bwana, leo nimewaalika nyumbani kwangu. Leo tuko nyumbani. Okay, tumekuwa tukikutana ofisini, tumekuwa tukikutana kwenye maofisi ya watumishi wa Mungu, ma restaurant, tumekuwa tukizunguka, lakini leo tukasema tuje nyumbani kwa mbeba maono, Kontawa. Tuje kwa Kontawa, kwa tumekuja, tuko hapa, kuna supu na nini. It's such an amazing experience kwa kweli. Kwa tuko tunafanya kazi ya Mungu kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. So yeah, here we are, we're very happy. Kuna swali ambalo limekuwa likijiuliza sana Resti. Ili swali, imepatikana bei gani? What you need to know ni kwamba gari limesha nunuliwa. That is the most important thing. Na kuhusiana na kupatikana siku ya event, kila kitu kitawekwa hadharani. You will know how much has been spent, ni nini kinatokea na vitu kama hivyo. So if you have a question on the event day, tafadhali naomba msikose. Tutakuwa tunafanya live, by the way. Do we need to tell them siku ya event tutakuwa tuna stream, event itakuwa stream live wapi? Yeah. So kwa mfano, okay. Yeah, number ya watu, the venue is big, yes, lakini sio kila mtu ataweza kuja. Kwa hiyo tutashare link ya wapi unaweza ukatuangalia live kuanzia mtumishi wa Mungu Pendo Nkone anaingia mpaka mwisho, na chochote kile kitakachozungumziwa pale utakiona. Lakini pia napenda kuchukua wakati huu kushukuru the big people. Unajua kuna watu ambao Mungu aliwanyanyua kuhakikisha kwamba hii kitu inafanyika kwa ukubwa, na unajua Rest, let me tell you something. When you're doing something alafu kukawa kuna watu wamesimama na kuamua kusimama na wewe na kusupport. Watu wengine huwa wanaamini kwamba kile kitu unachokifanya ni cha ukweli. Do you understand? Kwa hiyo tukiwa kama kamati tunapenda kuchukua fursa hii kushukuru the big, of course everybody is big, lakini kuna wakubwa ambao walisimama na kuhakikisha kwamba hiki kitu kimekwenda, na watu walivyoona wale wapo, everybody, was like, okay, so this is it, Kwa hiyo watumishi wa Mungu ambao mlikuwepo, ambao mna support, wazazi wa kiroho wa dada Upendo Nkone, wazazi wa ndugu wa dada Upendo Nkone, tunawashukuru sana kwa kuwa upande wetu. Dada Resi, labda unaweza kaendelea kutaja waheshimiwa ambao mmekuwa mkisupport pia. Mungu azidi kuwabariki sana sana sana. There are a lot of people, wewe ambaye unasema hata kama gari limeshanunuliwa bado tutaendelea kusupport na kuhakikisha kwamba this event is happening. Mungu azidi kuwabariki sana sana sana. Kitu kimoja ninachojua ni kwamba when it comes to issues za pesa, when it comes to issues za huduma, lazima kutakuwa kuna questions and everything, lakini niko hapa kukuambia wewe ambaye una maswali, wala usijali, everything has been done well, na maswali yako yote yatajibiwa siku ya event. Ni lini hiyo event? Kaa karibu nasi, utaona katika press conferences zetu, utajibiwa kila kitu. Yeah? Mungu azidi kuwabariki sana, na if you have any question, dada Lee na Rest, Mungu awatunze kwa ajili yetu. Amen. Jamani, kwani mkitaja itapotea hiyo pesa? If you why? Okay. Oh my God. Okay. Okay, kuna kitu. Okay. Najaribu kusoma comment. Dares na Lili mmefanya nini? Hapa nasema mmefanya kazi poa. Hallelujah. Mungu wabariki. Amen. Thank you so much for the blessings. Na kitu kimoja ninasema, unaweza ukawa unatutazama na huna pesa, right? Like hujachanga chochote. Lakini naomba nikueleze kitu kimoja, hakuna mchango mkubwa katika ulimwengu kama sadaka ya sala, sadaka ya muda,
utakaotoa sadaka. Kwa hiyo naomba utuombee. Wewe ambaye unatutazama na unataka kuwa pati ya hizi baraka na umeshindwa kutoa mchango, naomba utuombee. Yani uwe mstari wa mbele kuomba, kwa sababu maombi ndio kila kitu. So pray for us without ceasing. Muombee sana dada Upendo Nkone. Ombea hata wale ambao wametoa sadaka. Unaambia Mungu, mimi nimeshindwa kutoa, lakini kwa wale waliotoa, Mungu naomba usiwaache. Mungu naomba uwabariki. Alafu utazidi kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Asante sana kwa wote. Bado ninaendelea kusoma comments. Mbarikiwe sana na Bwana mtalipwa. Hallelujah. One thing pia nataka ku-clarify ni kwamba these are not, we are not teams, you know. Umuelewe kabisa kwamba sisi ni watumishi wa Mungu. Mimi personally nataka kujiongelea, I'm a servant of God ambaye sina upande, honestly speaking. Imetokea tu kwamba sasa hivi ni wakati wa dada Upendo. Next year, by the way, hiki kitu kinakwenda kuwa endelevu. Mwaka huu ni dada Upendo Nkone, mwaka kesho kuna mtu Mungu anakwenda kumnyanyua kwa jinsi ya ajabu, na timu hii ndio itakuwa inafanya, na Mungu anaweza akakunyanyua hata wewe ukawa pati ya sisi. Ni nani anakwenda kunyanyuliwa na kukalishwa katika kiti cha kunyanyuliwa mwaka kesho? Kweli sijui, lakini ninachojua Mungu huwa ana muda na wakati. Mungu hufanya vitu kwa wale wampendao. Mungu huamua kubariki anaotaka kubariki. Kwa hiyo this year it's Upendo Nkone. Next year it's going to be somebody else. Who is it? Inaweza ikawa ni wewe unayetutazama siku ya leo. Mungu akiamua kukunyanyua atakunyanyua, na sisi kama watumishi wake tuko tayari kuisukuma hii gurudumu na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Kuna mtu ameandika hapa anasema, dada Lilian Mwasha, ninaomba kadi. Naomba nikutaarifu kwamba hii event haitakuwa na kadi. Though tuna VIP list ambayo itakaribishwa na tumesha contact VIP wako wachache tu. Kwa hiyo wale VIP tayari wameshapigiwa simu na wataalikwa personally. Hawa wengine ambao ni mimi na wewe, tunakujaje katika ukumbi huu? Manake ukumbi uko limited. Fikaje? Inakuaje? Tutakwambia. Fuatilia account ya Dada Resti, tutakuelezea katika press conference ambayo itafanyika Jumatatu. Sawa utajua ni wapi, ni lini na inakuaje. Kutakuwa hakuna kiingilio. Naomba nisisitize hilo. Hakuna kiingilio. So tumefanya kitu kama hiki ili tumshukuru Mungu. Dada Upendo anakwenda kumshukuru Mungu, but there is no kiingilio. Hallelujah. Iwe live ili tushiriki. Yes, inakwenda kuwa live. Ni channel ipi tutakuwa nayo? Fuatilia our press conference, utaweza kujua ni channel ipi tutakuwa nayo. Hallelujah. Mungu awabariki sana. You have any questions, tafadhali naomba uulize. Nimechoka umaskini kwa kweli. Mungu fanya jambo kwa ajili yangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tweve Igolwa, ninakutamka madhabahuni mwa Bwana. Mungu atakwenda kukukumbuka. Usimsahau Mungu. Mungu atakwenda kukukumbuka in the mighty name of Jesus. Kama ulivyoandika katika hii page, Mungu anakwenda kukugusa in the mighty name of Jesus, na utakumbukwa kama dada Pendo alivyokumbukwa. Cha muhimu ni kuhakikisha unamwombea dada Pendo. Ukiona mwenzako ameinuliwa, endelea kumshukuru Mungu, endelea kumuombea, kwa sababu unavyoomba Mungu anakunyanyulia watu na wewe kukumbukwa. Dada Upendo amekuwa akilia sana kwa ajili ya watu wengine kupitia nyimbo zake, na Mungu ameamua 2026 April, tarehe hiyo ambayo tunaenda kukuambia, Mungu amkumbuke. Kwa hiyo wewe, tarehe ya leo mwakani, Mungu anakwenda kukukumbuka katika jina la Yesu. Na Mungu afute madeni yote kwa jina la Yesu. Yes, love for days. Mungu anakwenda kufuta madeni yako. Chochote kile ambacho unaandika, basi Mungu anakwenda kukijibu in the mighty name of Jesus. Niko na Dada Rest. Kumbuka, this is account ya Dada Rest. Nataka azungumze pia. Naona nimezungumza sana, lakini Mungu, yes, kuna mtu anaitwa Misa, anasema nimetoa sadaka ndogo, nimepata zaidi. Hallelujah. Unaona kuna shuhuda hapa Resti ambazo tayari zimeanza kutokea. Kuna watu wametoa. Always when you give, you receive. Yes. So it's not about the amount of money that you've given. Sio kuhusiana na amount uliyotoa, bali ni kuhusiana na moyo. Mungu hutazama moyo. Ni nini umefanya? Mungu azidi kukubariki. Ninakurudisha kwa Dada Rest. Dada Rest, hebu maliza. Hello jamani, hivyo kila siku mnaniona mwenyewe. Leo niko na watu wangu kwa sababu tunaelekea tamati ya dalili. Yes, Lea. Yes.
Leo tulikuwa tunaandaa guest list kama dada Lili alivyo highlights kwamba kutakuwa hakuna kiingilio. Tutakuwa na guest wetu maalum, baadaye tutawaambia watu wengine mtafikaje. Yes. Kwa hiyo naomba tukutane Jumatatu. Jamani, Jumapili ni siku ya Bwana na huwa napenda kupumzika. Na nikikaaga kimya, watu wanaonaga mbona hujatupa update? Kumbe unakuta nimekuwa labda ninakimbizana na huko na kule, nimebanwa. Umeona mambo yanakuwa, nimerudi nyumbani nimechoka. But always I've tried to do the right thing. Kila siku najaribu kuingia live hata ikiwaga ni muda ambao umeshasogea. Jumatatu tutasema venue. Yes, kila kitu. Kwa hiyo tutashare leo kesho. Yes. Kuhusu live ya Jumatatu. Yes. Kuna tangazo ambalo tutalitoa kesho. Actually tonight linatengenezwa, kesho tutapost wapi press inafanyika. Kwa hiyo wote ambao mko katika medias, tafadhali naomba mfuatilie press conference itakuwa wapi, na tunatamani sana kuwaona ili tuweze kujibu maswali na tuweze kuwaelezea wapi itafanyika. Yes. Kwa jamani, tunaomba kwa maswali yote, especially vile vya muhimu ni Jumatatu. Ingekuwa ni kumpea gari tungekuwa tushampea. But there's more. There's more. Kama tunataka kumpa kwa heshima. Tunataka kumpa tukimpa kitu endelevu. Nadhani jana niingia live nika clarify. Alafu kuna kitu rest afadhili pia atakiongelea. Kuna kama kampuni ambayo tuna yatafuta. Kampuni ya Toto, tafadhali naomba mtusikilize kwa makini. Toto, we love you guys so much and we appreciate makampuni ambayo yana mafuta, yanayotoa mafuta, tunawatafuta sana. Tunataka tufanye jambo pamoja na nyinyi. Nimeambiwa ni study baadhi ya makampuni, lakini kuna makampuni ambayo tunayatamani ili tuweze kufanya na nyinyi kazi katika huu mchakato mzima wa issue ya dada Upendo. Kwa hiyo mafuta jamani, mafuta. Kuna mtu anauliza itakuwa lini? Tutaongea kwenye press kuhusu lini. Yes. Please hold on. Lini, wapi? Tunaomba uvumilivu kidogo. Leo ni tayari usiku ushaingia, ni Jumamosi. Si ndio? Kesho ni Jumapili. Kwa hiyo tuna just one day. Jumatatu tutakutana na sisi. Tulale leo, tulale na kesho. Jumatatu tutapa majibu wapi? Ukumbi gani? Saa ngapi? Nani atakuwepo? Dress code and everything. Na uzuri ni kwamba haitakuwa weekend. Waelezee itakuwa ni katikati ya wiki. Haitakuwa weekend. Ili kuwapa opportunity watu wote, itakuwa ni weekdays. Kwa hiyo kama una kiharusi chako, unajua tumeona tumeogopa kufanya weekend because most of the time weekend unakuta mtu ana harusi, sio ana nini, vitu viko vingi sana weekend. So naomba ujue tu kwamba itakuwa ni katikati ya wiki na ni jioni, katikati ya wiki jioni. Kuna mtu anasema tuliomba tulipe kiingilio hata 10,000 ili apate hela mkononi. Hiyo tutamueleza Roho Mtakatifu. Hatuwezi kujibu hivi. Let's just ask the Holy Spirit about it. Kwa sababu instructions ambazo tulipewa ni kwamba tusichaji kiingilio. Kwa hiyo kama kuna watu ambao watataka kufanya kiingilio, sorry. Wanakamati. Kaka Fadhili. Okay. Hiyo tumeona kwamba kwa kweli hakuna sababu ya kumchangisha mtu tena kiingilio cha kuja kuhudhuria makabidhiano ya gari, kwa sababu ni bora mtu aje na sadaka, si ndio? Nafikiri dada Lili ulikuwa umeongelea kwamba kama kuna mtu ataguswa zaidi ya hapa ambapo ameguswa kwenye issue ya gari, kuna ibada, kwa hiyo kuna sadaka. Kwa hiyo hatuoni sababu ya kuendelea kuchukua mchango kwa maana ya kiingilio cha kuja kwenye shughuli. Hii ni shughuli ya watu wote, njoo na sadaka yako, basi jambo litakuwa zuri. Lakini alivyosema dada Rest pale na dalili kwamba sisi tulivyotazamia ni kwamba sio tu kumpatia gari alafu tukamwachia pale. Kwa hiyo ni jambo endelevu. Kwa hiyo tutatengeneza pia tour, ni kama shukrani tour, kwa sababu kuna watu wametuma michango yao na wamemwezesha dada yetu kupata gari, lakini wako mikoani. Wengine wangetamani kumuona kwa namna ambavyo amewagusa kwenye maisha yao. Kwa hiyo tutakuwa tuna tour endelevu kwa ajili pia kumfanya katika mambo yake mengine aweze kusustain, na sio kwamba dada Upendo
hafanyi shughuli zake, anafanya shughuli zake kama kawaida, lakini tunataka kufanya kitu very very modern na kiwe na namna ambavyo ataendelea kupata namna ya kukutana na mashabiki wake, na huko ndiko ambapo nafikiri kutakuwa kuna mambo ya viingilio kama ni 10,000, shilingi 20,000, vyovyote vile tutakavyoona inafaa. Kwa hiyo dada Rest, labda kuacha sasa hapa umalizie. Yeah. Mmepata majibu mazuri kwenye upande wa viingilio? Yeah. Maana mlikuwa mnanioji kweli. Leo niko na watu wangu hapa wananisaidia. Yeah. Amina. Tutawaambia coverage ya, wanauliza kuhusu cover ya media. Tutawaambia ni media gani, si ndio? Yes. Okay. Kuna mtu yoyote labda na swali? Tumefanya clarification nzuri sana. Jackie jamani. Jackie amerequest yule mwenyekiti wetu. Mwenyekiti best yangu. Lili umeanza kunichekesha kwenye live. Haya. Jackie. Amina, tuko pamoja. Karoswai. Jackie umeni request, nimeku accept. Anasema ili ukumbi usije kupitiliza, lakini viingilio. Metoa clarification nzuri sana. Asante Blessed Osana. Amina. Jackie Zanebo. Wana request ya fani. Hebu mpigie simu hapo mimi. Muulize anataka kuongea kwenye live, ana chochote cha kuongea. Jackie. Okay. Mwenyekiti. Amina tu pamoja. Amina. Hata namba yake haipatikani. South Africa. Okay, mimi nadhani tumemaliza. Jamani, team, kuna chochote cha kuonyesha? Tukutane Monday kwenye press conference. Yeah. Monday. Ni kuwashukuru tu. Naomba tuwabariki, tuombeeni. Jamani, mimi nawashukuru wote ambao mmeshiriki kwa njia moja au nyingine, ambao mko live, mliotoa chochote, mliotoa mchango, mlio support, mliotoa maoni. We don't take it for granted. Tunachukulia hii vile inavyotakiwa. Endelea kutoa. Yeah, na siku zote kutoa ni moyo, sio utajiri. Basi tunawashukuru na Mungu aendelee kuwabariki sana. Yes. Dada Lili amesema tufunge kwa maombi ili jambo hili liendelee kuwa rohoni, liendelee kuwa la kiroho. Amen. Dada Lili amesema tuombe. Amen. Neno la Mungu linasema heri mkono utoao kuliko mkono unaopokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri yule anayetoa kuliko yule anayepokea. Wewe ambaye unatoa, acha Mungu akukumbuke. Wewe uliyetoa, acha Mungu akukumbuke. Sio tu kukukumbuka wewe, akumbuke vizazi vyako katika jina la Yesu. Amen. Wewe ambaye unapitia maumivu sasa hivi, wewe ambaye unapitia maumivu sasa hivi na unajiuliza Mungu atanikumbuka lini, acha Mungu akukumbuke. Amen. Acha Mungu afute machozi yako. Ninatamka mwakani muda kama huu, machozi yako yatakuwa yamefutwa na thamani itaongezeka katika maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Mungu wangu na Baba yangu, tunasema asante kwa ajili ya wakati huu. Ninakushukuru Mungu kwa maana umetupa kibali cha kufanya kazi yako. Nakushukuru Mungu kwa maana umetupa neema ya kuonyesha upendo. Maana amri kubwa uliotupa Baba, umesema nendeni ulimwenguni mkapendane, mkaihubiri Injili kwa kila taifa, watu wote wakujue wewe Mungu. Na ukatuambia amri kubwa ni upendo.
Baba yangu, siku ya leo tunakuja kwako, tunaonyesha upendo na tunaomba utusaidie. Saidia Mungu tuweze kupendana zaidi ya hapa. Saidia Mungu hata hiki kitu tunachokifanya kisilete madhara, bali kilete amani na baraka, ili itambulike Mungu ni upendo ndo unafanya hivi na sio chuki. Itambulike Mungu ni baraka kutoka kwako Bwana zinazofanya haya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu mtakatifu, ninatamka baraka siku ya leo na siku ya kesho, in the mighty name of Jesus. Jumapili ya kesho itakuwa ni Jumapili ya amani na furaha, in the mighty name of Jesus. Acha kila mtu anayekuamini Mungu azidi kukuamini na kuona matendo makuu unayoyafanya kwenye maisha ya kila mmoja wetu, in the mighty name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Tunamaliza kwa Zaburi ya 127. Amen. Inasema hivi, Zaburi ya 127, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kazi yenu ni bure mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha tabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Huyu Mungu humpa ampendaye usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mstari tu anasema, tazama watoto ni urithi kutoka kwa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndio walivyo watoto wa ujanani. Heri mtu yule aliyelijaza podo lake hivyo, naam, hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Acha Mungu akubariki, acha Mungu akutetee, acha Mungu akuonekanie, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nasi sote sasa na hata milele. Amen. God bless you. Jamani, tumemaliza live ya leo, ilikuwa so